Najaribu kumaanisha hivi, hiyo mahali iliyotolewa ni sehemu ya ndoa yako, na unafaa ujue maana ya hiyo mahali ilikuwa ni nini. Maana ni sehemu ya angano, na ikitokea kwamba haujajua maana kwa nini ulitoa mahali, ama kwa nini binti wewe ulitolewa mahali, ujue kwamba unaweza ukakeuka ile angano ambayo umeingia ndani yake, ama ukakeuka angano ya ndoa. Na ndio maana utaona kwamba ndoa mingi za Wakristo leo hii kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu hawajui kwamba hii mahali ambayo ilitolewa ilikuwa ni kwa ajili ya kumiliki mwanamke kama bidhaa, akuwe wa kwako. Kama alikuwa anatumia akili zake katika kufikiria, sasa mwanaume ndiye atakuwa anatumia akili sasa katika kumwambia ni nini akifanye. Maana mwanaume sasa atakuwa ndiye kichwa cha boma kwenye hii ndoa. Sijui kama anaeleweka. Kwa hivyo ile mahali huwa inamfanya mwanaume kuwa kichwa cha boma. Ikuwe yeye mwenyewe ndiye atakuwa anamuelekeza mwanamke cha kufanya. Katika kichwa ndio kuna macho, ndio kuna masikio, ndio kuna mdomo, na ujue kwamba na ndio kuna akili. Kwa hivyo sasa binti baada ya kuwa ameolewa anafaa aulize chochote kabla haja kifanya kwa mume wake, maana tayari ameshalipiwa mahali na ameshamilikiwa. Hiyo ndio maana ya mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ndoa yoyote ambayo mwanamke atakuwa ndiye kichwa cha boma, hiyo ndoa hata Mungu mwenyewe hawezi akaingilia katikati, atajiondoa pale. Maana utakuwa umekeuka sheria ambazo Mungu ameziweka kwenye maandiko, kama ni ndoa ya Kikristo. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mwanaume ndiye kichwa cha mke wake, kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Sijui kama anaeleweka. Angalia hapa, Yona kwa sababu alikuwa na nauli ya kulipia merikebu, maandiko yanasema ya kwamba alikuwa na bifu na Mungu wake. Alikuwa ametumwa kwenda Ninawi, lakini akaamua kwenda Tarashishi. Akakwepa, akaenda njia tofauti. Akawa hajamalizana na Mungu wake, akona bifu na Mungu wake, lakini akaingia ndani ya merikebu, akaenda kwenye njia nyingine tofauti. Na ndio maana nilikuwa nasema hivi, kwenye angano la ndoa lazima uhakikishe kwamba umemalizana na Mungu wako kabla haujaingia kwenye ndoa. Ile merikebu ilikuwa na uzito mkubwa sana wa kutembea, kwa sababu Yona ameingia ndani ya merikebu na ako na bifu na Mungu wake. Kuna watu leo hii ndoa zao ni mzigo, yaani haina furaha tena, kama vile yani unafaa uingie kwenye ndoa ndio uenjoy kuwa katika ndoa. Haina furaha tena, ni mzigo kwako, unasikia ni mzigo. Ujue kwamba inawezekana umeingia kwenye ndoa na Yona. Ndio maana maandiko kwenye kile kitabu cha Mathayo 11:28 maandiko yanasema, "Njooni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, kwa maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini." Kuna watu ambao ndoa zao ni sehemu za mizigo walioibeba na wanafaa waitue kwa Yesu, lakini hawajaelewa hiyo jambo. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 maandiko yanasema ya kwamba usifungiwe nira pamoja na asiyeamini. Huyu mtu ambaye hajaamini ujue kwamba ako na mzimu wake ambao anauamini, ako na miungu yake ambao ni kule ametokea, ile miungu ya babu yake ndio anaiamini, na hiyo miungu yake inawezekana haijaridhia ipeane mtu ama ipeane huyu kijana akuoe. Maana kuna mabibi ambao hawezi kukumbalika katika familia fulani kuolewa kule, na kuna wanaume hawezi kukumbalika kuolewa kwenye familia fulani, kwa sababu mizimu ni bila shaka itakataa. Kwa hivyo katika angano la ndoa ni vizuri kabla hujaingia kwenye ndoa uhakikishe kwamba umemalizana na Mungu wako. Yona kwa sababu alikuwa na nauli ya kupanda merikebu, akakwepa Mungu wake. Kwa sababu huyu mbinti ako na urembo, kwa sababu ako na shape nzuri, akaamua kuingia kwenye ndoa wakati ule hajamalizana na miungu yake na mizimu yake. Akaamua kwa sababu kuna umaskini kwenye familia yao, kwa sababu kuna utasa, kuna mangojwa, akaamua aingie kwenye ndoa ili sasa akwepe ule umaskini ama utasa. Ndio kitu ambacho Yona alikifanya. Akaamua akwepe Mungu wake na akaingia ndani ya merikebu. Merikebu ikaanza kuzama. Merikebu ikawa nzito kutembea, ikawa hizi kutembea kwa sababu ya uzito wa Mungu wa Yona. Uzito wa Mungu wako unaweza ukafanya
ndoa isije ikaja ikavunjika. Maana yule ambaye umeingia naye kwenye ndoa ni mtu ambaye Mungu wako hakuwa anataka uingie naye kwenye ndoa. Ndio maana unafaa umalizane na Mungu wako kwanza kabla hujaingia kwenye ndoa. Watu wengine ambao wako na laana leo hii, zile laana hazijatoka kule ambako wametokea kwa wazazi wao, lakini zimetoka kwa huyu mtu ambaye umeingia naye kwenye ndoa. Huyu mtu ndiye alikuwa na laana za miungu yake na akakuja ukaingia naye kwenye mahusiano ukiwa ujui vitu kama hizo. Na ndio maana pamoja na kuwa mnaingia kwenye ndoa, mkipima ukimwi ni vizuri nao mkapimwa in the spiritual realm, mama spirit yenu kama zimepagawa ma spirit zenu na zimepagawa na roho ya aina gani. Kama ni roho ya kishetani inang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uelewe kwamba ukiingia na mtu ambaye ako na laana kwenye ndoa, ile laana inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 5 mstari wa 9 maandiko yanasema kwamba mimi ni Mungu mwenye wivu, nafuatisha laana ya baba kwa mwana hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kama vile baraka inaweza ikasafiri kutoka kwa kizazi kimoja mpaka kingine, pia laana nao inaweza ikasafiri kutoka kwa kizazi kimoja mpaka kingine. Sasa yule mtu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano, kama hajaokoka, ujue kwamba ako na laana ya miungu yake. Miungu yake hajakubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndoa yako itakuwa na uzito wa kwenda. Ndoa yako itakuwa iko na laana. Watu wengi ambao wako na laana leo hii si eti kwamba walikuwa na laana, walikuwa ni watu wameokoka. Walikuwa ni watu ambao wamemsimamia Mungu wao vizuri. Lakini kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano ambao sio yenyewe, kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano na Yona, ile ndoa yao ikaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Mahali ambayo inatolewa ikapewa wazazi wa binti, ina uwezo mkubwa sana wa kufanya wazazi wa binti wakaingia kwenye shida kubwa sana. Yule mtu mwenye merikebu, ambaye ile merikebu Yona alikuwa amepanda, yule mtu hakuwa na shida yoyote, lakini kwa sababu alipokea nauli ya Yona, kwa sababu alipokea mahali ya huyu binti, wale wazazi wakaingia kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Merikebu ya huyu mtu ikaanza kuharibika kwa sababu alipokea nauli ya Yona. Nauli moja ya Yona inaweza ikafanya merikebu yako ikavunjika. Inaweza ikafanya ukakosa amani. Inaweza ikafanya ukakosa mali ambazo ulikuwa nazo. Maana maandiko yanasema kwamba Yona alipoingia ndani ile merikebu iliacha kusonga kabisa. Wakaanza kutupa mahali wakitupa ndani ya bahari. Yaani walitoka wakiwa wamesheheni mali, wakiwa wametajirika. Lakini baada ya kuwa wamemkaribisha Yona ndani ya merikebu, wakaanza kutupa zile mali. Zile mizigo zilikuwa ndani ya merikebu. Kumbe kuna mtu alikuwa na amani. Kumbe kuna mtu alikuwa na upendo. Kuna mtu alikuwa na utu wema. Kuna mtu alikuwa ameokoka. Kuna mtu alikuwa tajiri. Lakini kwa sababu ya kuingia kwenye ndoa na mtu wa design ya Yona, zile vitu zote akaanza kuzitupa, akaanza kuziondosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano na mtu ambaye ni design ya Yona, ujue kwamba kama utakuja kujua ndawa yake ni kwamba umrudishe kwa Mungu wake. Maana baada ya kuwa wamejua kwamba Yona ndiye alikuwa na shida kwenye ile merikebu, walimtupa ndani ya maji, na walipomtupa ndani ya maji Mungu wake alikutana naye kule, na ile merikebu ikaanza kusonga sawa. Kama utajua kwamba Yona ndiye shida ya kile ambacho unapitia kwenye ndoa yako, na yule Yona ukamkabidhi kwa miungu yake, ujue kwamba kuna shida kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu anasema, "Njooni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito." Yesu anajua kwamba hata ndoa zenyewe ni sehemu ya mizigo mizito ambao watu wameibeba. Kuna ndoa zingine ambazo sio za Mungu hajaweka tiki pale. Kuna ndoa zingine ambazo huyo mume ama huyo mke ambaye mmeingia naye kwenye ndoa sio yule Mungu alikuwa amekupangia, lakini mizimu ndio iliwaunganisha. Kwa hivyo ina maana kwamba hii ndoa itakuwa mzigo kwako, na ni kati ya mizigo ambayo unafaa kuipeleka kwa Yesu ili kwamba Yesu apate kukupumzisha. Kuna watu leo hii hawajawahi kupumzika kutoka wakati waingie kwenye ndoa.